Yes, michuano ya kimataifa ya kuwania kufuzu hatua ya makundi leo ikichezwa. Azam FC wanashuka dimbani dhidi ya KMKM, na mchezo huu mimi kwa kuangazia kwa haraka na wapa nafasi Azam ya kufanya vema, na kutokana na ubora wa wachezaji ambao yuko nao. Ana wachezaji ambao wana experience kubwa ya michuano hii, mchezaji kama Sadio Kanute eneo la kati, mchezaji kama Aishi Manula eneo la goalkeeping, lakini pia Faisal Salmu eneo pia la safu ya kiungo mshambuliaji. Lakini hata wachezaji ambao yuko nao kule safu ya ushambuliaji ni wachezaji ambao klasi yao ni kubwa zaidi. Lakini hususan pia benchi la ufundi la kikosi cha Azam linaongozwa na mwalimu ambaye ana uzoefu mkubwa kwenye michuano ya kimataifa, na amekuwa ana mafanikio makubwa sana akiwa na kikosi cha Al Hilal Mdumani. Azam FC wanakwenda kucheza mchezo wa hii leo wakiwa na faida ya magoli mawili walioyapata kule visiwani Zanzibar, na utaona nafasi ya Azam namna gani ambavyo wanakwenda kuingia wakiwa wamejiamini. KMKM ni mshindani mzuri kwenye ligi kuu, lakini pia kwenye michezo mbalimbali hapa Tanzania, lakini uwezo ukampa advantage kubwa ya kwenda kupindua meza. Hii ni kutokana na klasi ya wachezaji ambao wanakwenda kukutana nao. Azam ina wachezaji ambao si tu wana uzoefu, wana quality kubwa sana kwenye mpira. Pengine Azam pia nawapa nafasi ya kufika hatua kubwa sana ya mafanikio kwenye upande wa shirikisho. Kama sio kuvuka makundi, basi robo finali Azam unaweza ukawaona. Speaking of mchezo mwingine ni siku ya kesho, Yanga dhidi ya kikosi cha Silver Strikers, mchezo wa kisasi na ni mchezo wa marejeano. Yanga tunafahamu ubora mara baada ya mwalimu Fozi kuondoshwa, anakabidhiwa mwalimu Patrick Mabedi ambaye ana uwezo mkubwa, ni kocha ambaye analijua soka la Afrika kwa kiasi kikubwa. Lakini pia kwa muda huu nafasi yake kubwa ambayo nampa ni kwenda kutengeneza eneo la psychology ya wachezaji. Saikolojia ya wachezaji kwa sasa inapaswa kuimarishwa kwa kiwango kikubwa, kutokana na mchezo ambao ulipita na pressure kubwa ambayo ama shinikizo kubwa ambalo linatoka kwa mashabiki. Lakini eneo jingine ni motivation, na ukiwa kama coach tunafahamu unatakiwa kuwa na motivate kwa wachezaji kuanzia kwenye uwanja wa mazoezi mpaka kuelekea mchezo. Safi uongozi umefanya kazi kubwa ya kufanya motivation, bonus najua zimetoka kwa kikosi hicho, lakini pia kuingiza mashabiki bure. Wanakwenda kukutana Silver Strikers ambaye ametua hapa Dar es Salaam akiwa amejiamini. Hii yote kwa yote ni kuteki advantage ama kuwafanya Yanga waingiwe na hofu kwamba mpinzani wetu amejiamini kwa kiasi kikubwa. Lakini all in all, Yanga tunafahamu klasi ya wachezaji ambao yuko nao, wachezaji kama kina Dumbia eneo la ushambuliaji anarejea Clement Mzize, la eneo la ulinzi pia kina Baka wana uzoefu mkubwa. Uwezo kalinganisha na Silver Strikers ambao wana wachezaji hawana klasi kubwa sana. Vunga ambaye anatajwa sana si mchezaji mkubwa, ni mchezaji ambaye amekuwa na jina kubwa kutokana na kucheza na Dar es Salaam Young Africans. Yote kwa yote kuachiwa kwa Patrick Mabedi ni wakati sahihi pia wa kuivusha Yanga. Speaking of mchezo baina ya Simba dhidi ya Singizini Hotspurs, Simba wanaonekana kuingia wamejiamini sana. Hii ni kutokana na ushahidi ambao wako nao kutokana na mechi za kimataifa. Wamepata nafasi ya kushiriki mara nyingi zaidi kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika, na si tu kushiriki, kufika hatua muhimu, hatua ya robo finali mara nyingi. Kwa hiyo inawapa confidence ya kuona kwamba Singizini uwezo wao wa kupindua kama yalivyotokea kipindi cha Yudi Songo kwamba uwezo haupo. Lakini yote kwa yote Simba wanaingia na precaution ya matukio ya nyuma dhidi ya Yudi Songo, na uwezo mkubwa pia wa mwalimu Dimitri Pantev ambaye amekuwa nao. Build up play ya Simba imeimarika, anzia pia eneo la ulinzi, namna ambavyo wanacheza, wana opti kutumia eneo la kati zaidi kwenye kuyatafuta matokeo. Kwa hiyo utaona namna ambavyo Simba kuingia na confidence kubwa kwenye mchezo huu kutokana na uzoefu mkubwa, klasi ya wachezaji alionao ni wachezaji wakubwa. Speaking of mchezo wa Singida Black Stars dhidi ya Flambeau Centre, ni mchezo mgumu kwa Singida Black Stars. Kuna makosa kadhaa ambayo wameyafanya na yamewagharimu, ikiwemo kosa ambalo alilifanya mlinda mlango. Lakini ukitazama kwenye kikosi cha Singida Black Stars utafahamu ya kwamba na wachezaji wakubwa sana kimajina. Halid Aucho eneo lile la kati, Kratos Chota Chama,
na lakini pia eneo la ushambuliaji kule ana wachezaji ambao ni wazuri, wanalijua lango, lakini kuwepo tu kwa Chama na Aucho eneo la kati inawapa morali wachezaji kwenda kufanya vema kutokana na uzoefu ambao wako nao. Yote kwa yote Frembudu Centre sioni kama ni mpinzani ambaye anakwenda kuwafanya Singida Black Stars kuondoshwa kwenye michuano hii, japo precaution ya Singida Black Stars iwe kubwa sana kutokana na Frembudu Centre upinzani ambao walionyesha pia kwenye mchezo. Wanajua wapi pa tafuta nafasi, wapi ambapo kosa linaweza likafanyika na kuweza kurejesha. Yote kwa yote nazipa nafasi kubwa sana timu za Tanzania kufanya vema kutokana na ubora ambao zimekuwa nao, zimesajili, zimewekeza na fan base pia bado wanawapa support kubwa. Yangu ni hayo tu. Pablo TZA Instagram, lakini pia Facebook Pablo TZA. Usikose pia kunifuatilia Sport Junction kila siku 1:20 mpaka majira saa 3.